Hata kabla ya wewe kuitazama video hii mpaka mwisho, ningependa kukufahamisha ya kwamba ni vyema kuwa makini na vitu unavyoviingiza ndani ya nyumba yako. Huenda vikakuletea mikosi pamoja na mabalaa ndani ya nyumba yako. Hata kabla ya mimi kuiandaa video hii ya leo, nilijikuta nikipokea maswali kadha wa kadha pamoja na jumbe kutoka kwa watazamaji wangu, huku mmojawapo akihitaji kufahamu ya kwamba je, kuna vitu vyenye uwezekano mkubwa sana wa kuleta mashetani pamoja na majini endapo vikiwa ndani ya nyumba yako? Nikamwambia ndio. Ndipo aliponiuliza swali jingine, je, vitu hivyo ni vitu gani? Ndipo nikapata jukumu la kuiandaa video hii ya leo, ili mradi niweze kukufahamisha juu ya vitu ambavyo vikiwepo ndani ya nyumba yako vitakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuyaleta mashetani pamoja na majini katika nyumba yako. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi. Kwanza kabisa ni muhimu kufahamia kwamba vitu vyenye maana ya dini, mila na desturi ya eneo lenu ndivyo vitu vyenye uwezekano mkubwa sana wa kuleta au kuzuia uwezo wa mashetani kuingia ndani ya nyumba yako. Hivyo vitu ni vitu muhimu sana na unahitajika uweze kuwa makini sana vitu hivyo visiwepo ndani ya nyumba yako, kwa sababu vitaleta mabalaa pamoja na mikosi. Maisha yako yataharibika kwa kiasi kikubwa zaidi. Kuwa makini sana na vitu hivi, kwa sababu vina uwezekano mkubwa sana wa kuyaharibu maisha yako. Namba moja, sanamu za miungu. Sanamu za miungu ni moja kati ya vitu vyenye uwezekano mkubwa sana wa kuleta mashetani kwa namna moja ama nyingine, lakini huenda vitu hivi vikawa na msaada sana kwa upande wa pili. Lakini ukweli halisi kuhusiana na masanamu ya miungu ni moja kati ya vitu vyenye uwezekano mkubwa sana wa kupingana na nguvu au nishati mbaya zinazokuja katika maisha yako. Na bila shaka utakuwa na shauku ya kuhitaji kufahamu ya kwamba ni vipi sanamu za miungu zina uwezekano mkubwa sana wa kuleta mashetani ndani ya nyumba yako. Unachohitajika kufahamu ni kwamba kuna muda shetani anatumia mbinu za kila namna ili mradi aweze kutufikia sisi binadamu kutokana na imani tulizokuwa nazo. Kama una imani kubwa sana juu ya masanamu ya miungu na ukayaweka ndani ya nyumba yako, basi fahamia kwamba shetani atakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kufika moja kwa moja mpaka katika nyumba yako kupitia sanamu hilo hilo. Huenda kwa namna moja ama nyingine shetani amekuwa akijaribu kumjaribu Mungu kwa namna moja ama nyingine, hivyo atakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuja mpaka katika sanamu hilo, na hiyo yote ni kwa ajili ya kukufikia wewe kwa urahisi. Hivyo kupitia masanamu yote tofauti hata na masanamu ya miungu, tambua ya kwamba shetani huwa anafika mpaka mahala hapo, na kama wewe imani yako itakuwa haba, basi fahamia kwamba shetani huyo atakaa hapo hapo katika sanamu ya Mungu huyo ambaye umemweka katika nyumba yako. Yapo mambo mengi yatakayokushangaza juu ya jambo hili, lakini vile vile mbali na sanamu za miungu, midori ni moja kati ya kitu kibaya sana unachohitajika kukiepuka sana kisiwepo ndani ya nyumba yako, kwa sababu midori ni moja kati ya sehemu ya siri ambayo mashetani pamoja na majini hutumia kujificha. Hivyo kama kutakuwa kuna midori ndani ya nyumba yako, basi fahamia kwamba mdori huo utakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuhifadhi mashetani ikiwepo ndani ya nyumba yako. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi. Watu wamejikuta wakikutana na mauzauza, hasa pale wanapokuwa wamelala, wanasikia midoli ikicheka huku ikiongea usiku katika nyumba zao. Ukweli halisi kuhusiana na midori huenda ikakushangaza, lakini hicho ndicho kinachokuja kujitokeza ndani ya nyumba yako endapo utakuwa na sanamu ya miungu au utakuwa na mdori wa aina yoyote ile. Epuka sana kuweka vitu hivyo ndani ya nyumba yako. Namba 2, vitabu vyenye maudhui ya kishirikina au uchawi ni moja kati ya vitu vyenye uwezekano mkubwa sana wa kuleta mashetani ndani ya nyumba yako. Hiyo yote ni kwa sababu ya maudhui yaliyopo ndani ya vitabu hivyo, lakini ukweli halisi ni kwamba shetani hupenda kukaa karibu na wale watu wanaomwamini kwa namna moja ama nyingine. Namba 3,
picha za kutisha au za kishirikina. Ni dhahiri wazi ya kwamba katika nyumba zetu huwa tunapendelea sana kupamba picha mbalimbali ukutani, ikiwa kama ni moja kati ya njia ya kuzipendezesha nyumba zetu. Lakini unachohitajika kufahamu ni kwamba utakapoweka picha za kutisha au picha zenye hadhi ya kishirikina, basi tambua ya kwamba shetani atakuja mahala hapo akiaminia kwamba wewe ni mmoja kati ya wakala wake. Na ndio maana picha za kutisha ni moja kati ya picha zinazotumika sana na mashetani. Kwa namna moja ama nyingine, usiweke picha za aina hiyo ndani ya nyumba yako, au picha yoyote ile yenye roho. Usiweke hata picha yako unayokuwa umeipiga kwa ajili ya kuipendezesha nyumba yako. Picha hizo huwa zina uwezekano mkubwa sana wa kuvuta mashetani mpaka mahala hapo, hivyo utajikuta umeleta mashetani ndani ya nyumba yako bila ya wewe kujua. Namba 4, vitu vya kihistoria, tena vitu vyenye historia nzito sana, tena historia ya zamani, karne za zamani sana. Utakapoviweka vitu hivi ndani ya nyumba yako, vitu kama vile sarafu za zamani sana zitakapokuwepo ndani ya nyumba yako, tambua ya kwamba zitakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuvuta mashetani na majini wakawepo ndani ya nyumba yako. Epuka sana kuhifadhi vitu hivi, na ndio maana unaambiwa ya kwamba hata katika majumba makubwa ya kihistoria, na maanisha makumbusho, kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinaleta mauzauza katika maeneo hayo, na ndio maana huwa kuna watu maalumu wanakuja katika sehemu hiyo kwa ajili ya kufanya matambiko, ili mradi waweze kupooza mizimu pamoja na mashetani yaliyopo katika maeneo hayo, kutokana na vitu mbalimbali vilivyohifadhiwa katika maeneo hayo. Huenda kwa namna moja ama nyingine, utakapofika katika baadhi ya makumbusho, yapo maeneo ambayo hauruhusiwi kufika kabisa, wakiwa na maana ya kwamba utakapofika katika maeneo hayo, basi jambo lolote baya litaweza kukukuta. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi. Namba 5, vifaa vya mazishi kama vile misaraba, majeneza ni moja kati ya vitu vyenye uwezekano mkubwa sana wa kuleta mashetani ndani ya nyumba yako. Usihifadhi vitu hivi. Kama katika nyumba yako kuna msalaba wowote ule, au kama katika nyumba yako kuna jeneza, lakini hata kama kuna sanda, basi fahamia kwamba vitu hivyo ni moja kati ya vitu ambavyo mashetani hupendelea sana kukaa katika maeneo yenye vitu hivyo. Kwa namna moja ama nyingine, roho wachafu pamoja na nishati mbaya zitakuja moja kwa moja ndani ya nyumba yako bila ya wewe kujua. Ni vyema kuwa makini sana na vitu unavyoingiza ndani ya nyumba yako na kuhakikisha ya kwamba havina uhusiano wowote ule na mambo ya giza au ya kishirikina. Ikiwa una wasiwasi ya kwamba kuna vitu vinavyoweza kuleta mashetani ndani ya nyumba yako, basi unaweza kufanya maombi ya kusafisha nyumba yako kiroho, au kuwasiliana na kiongozi wa kidini kwa msaada zaidi. Kumbuka ya kwamba imani ni moja kati ya kitu kitakachokuongoza wewe uweze kuishi kwa amani na uweze kuepukana na roho chafu pamoja na nishati mbaya zinazokuja katika nyumba yako. Ni muhimu katika kuzuia nguvu za giza kuingia ndani ya nyumba yako. Ni dhahiri wazi ya kwamba ni vyema kuondoa vitu hivi ambavyo vinaweza kuleta mikosi ndani ya nyumba yako, ili uweze kuepuka matatizo na changamoto zisizotarajiwa. Unaweza kuamua kufanya uchunguzi wa vitu vyote vilivyopo ndani ya nyumba yako na kuvitenganisha vitu vyote vinavyoleta mikosi au matatizo, na kuviondoa au kuvitupa mbali visiwe karibu yako. Yapo mambo mengi yatakayoweza kukukuta ndani ya maisha yako, lakini kabla ya mimi kuhitimisha video hii ya leo, ningependa kutoa angalizo ya kwamba video hii haipo kwa dhumuni la kukashifu kikundi cha watu fulani au dini kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ya vitu nilivyovizungumza ndani ya video hii, bali huu ni mtazamo tu kwa mujibu wa maoni ya watu mbalimbali kuhusiana na ukweli halisi juu ya vitu
vitu vyenye uwezekano mkubwa sana wa kuleta mashetani ndani ya nyumba zetu. Na ili uweze kuwa salama, ni muhimu sana kufahamia kwamba vitu vyenye maana ya kishirikina au vitu vyovyote vyenye nguvu ya giza vina uwezo mkubwa sana wa kuleta mikosi au matatizo katika maisha ya mtu. Kuna imani mbalimbali kutoka tamaduni tofauti tofauti kuhusu vitu vinavyoweza kuleta mikosi pamoja na majini ndani ya nyumba zetu, kama vile vitabu vyenye maudhui ya giza, vitu vinavyotengenezwa kwa lengo la kuleta madhara au laana. Lakini vitu vya historia huwa vina uwezekano mkubwa sana wa kuleta matukio mabaya ndani ya nyumba zetu, lakini pia watu wabaya huwa wanavitumia vitu hivi. Jaribu kuepuka vitu hivi visiwepo ndani ya nyumba yako. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi, lakini ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu, basi jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli yako pendwa ya Bongo Swahili ili uweze kuyafahamu yale yote yaliyojificha kiundani zaidi. Asante kwa kutuamini, asante kwa kufuatilia video za Bongo Swahili. Enjoy.